Bahari ya Arabia imegeuka kuwa uwanja wa mvutano mkali wa kijeshi na kisiasa baada ya jeshi la wanamaji la Marekani US Navy kudai kulazimika kushambulia meli ya mizigo iliyokuwa ikielekea bandari ya Irani katika tukio lililoongeza joto la mgogoro unaoendelea kati ya Washington. Tukio hilo lilihusisha meli ya kivita ya Marekani aina ya destroyer USS Surprise iliyokuwa ikitekeleza kile kilichoelezwa na Marekani kama mzingiro wa baharini dhidi ya bandari za Irani. Kwa mujibu wa taarifa ya makamanda wakuu wa jeshi la Marekani yani CENTCOM, meli ya mizigo iliyojulikana kama M-V Tosca yenye bendera ya Irani ilinaswa ikielekea moja kwa moja Bandar Abbas kupitia bahari ya Arabia ya Kaskazini. Taarifa hiyo inasema kuwa baada ya kugunduliwa, meli hiyo ilipewa maonyo ya mara kwa mara kwa muda wa saa 6 ikitakiwa kubadili mwelekeo wake mara moja na kusitisha safari kuelekea bandari ya Irani. Hata hivyo, licha ya mawasiliano na maonyo ya kijeshi, wahudumu wa meli hiyo waliripotiwa kukataa kutii maagizo hayo, hatua iliyosababisha mvutano kufikia kilele. CENTCOM inasema ilichukua uamuzi wa kutoa uwezo wa kusonga kwa meli hiyo kwa kulenga chumba cha injini kupitia mizinga ya 5-inch Mk-45, hatua iliyosababisha meli hiyo kupoteza nguvu ya kusafiri. Baada ya shambulio hilo, wanamaji wa kikosi cha maji cha Marekani US Marine wanaohudumu katika 31st Marine Expedition Unit walipanda meli hiyo kwa ajili ya kuichukua chini udhibiti. Kwa sasa meli ya Tosca inashikiliwa na mamlaka za Marekani, huku uchunguzi ukifanyika kubaini kilichokuwa kikisafirishwa na madhumuni ya safari hiyo. Tukio hilo limeibua taharuki kubwa kimataifa, hasa likizingatiwa kuwa linafanyika wakati mvutano kati ya Irani na Marekani ukiwa tayari umefikia kiwango cha juu kufuatia kuendelea kwa kile kinachoitwa mzingiro wa baharini. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha tukio hilo kupitia ujumbe wake katika mtandao wa Truth Social, akieleza kuwa meli hiyo ilijaribu kuvunja mzingiro wa Marekani bila mafanikio. Trump alisema meli hiyo iliyokadiriwa kuwa na urefu wa karibu futi 900 ilikumbana na majibu makali baada ya kushindwa kutii maagizo ya jeshi la wanamaji nchini Marekani. Aliongeza kuwa chumba cha injini cha meli hiyo kiliharibiwa ili kuzuia kuendelea na safari na kwamba sasa iko chini ya udhibiti mkali wa Marekani kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa za Washington, meli hiyo ilikuwa tayari imewekwa vikwazo vya kifedha kutokana na tuhuma za awali za shughuli haramu za usafirishaji. Mzingiro huo wa baharini unaodaiwa kuhusisha takriban wanajeshi 10,000 Marekani pamoja na meli za kivita zaidi ya 10 na ndege za kijeshi zaidi ya 100 ulianza rasmi Aprili 13. Marekani inasema hatua hiyo inalenga kudhibiti mtiririko wa usafirishaji unaohusiana na Irani kupitia bandari zake, huku ikiruhusu meli zisizoelekea Irani kupita katika mlango wa Hormuz. Irani kwa upande wake imechukua msimamo mkali, ikitaja tukio hilo kama uhalifu wa baharini na kuahidi kujibu kwa wakati wake kupitia vikosi vya jeshi la Irani. Msemaji wa jeshi la Irani alisema wazi kuwa taifa hilo halitakubali vitendo vya uonevu wa kijeshi na kwamba hatua za kulipiza kisasi ziko njiani kuja. Viongozi wa Irani pia wamesema kuwa mzingiro huo unaathiri moja kwa moja uchumi wa dunia, hasa soko la mafuta ambalo linategemea njia ya bahari ya Arabia na mlango wa Hormuz. Wakati huo taarifa kutoka CENTCOM zinaeleza kuwa zaidi ya meli 25 za kibiashara tayari zimekaguliwa au kuelekezwa upya tangu kuanza kwa operation hiyo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema tukio la Tosca linaweza kuwa ishara ya kuingia kwa mgogoro huo katika hatua mpya ya hatari zaidi, ambapo bahari inaweza kuwa uwanja wa mapambano ya moja kwa moja kila siku. Huku dunia ikitazama kwa wasiwasi, hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete na kila tukio jipya linaongeza hofu ya mgogoro mkubwa zaidi wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa duniani. Katika hatua nyingine, mjini Washington nchini Marekani, katika kipindi ambacho dunia inaendelea kukumbwa na mivutano ya kijeshi baharini, hasa katika maeneo nyeti kama bahari ya Hindi na Mashariki ya Kati, jeshi la maji la Marekani limeingia katika sura mpya ya uongozi na mjadala mkali wa ndani kuhusu mustakabali wake Kauli ya Arctic Secretary wa jeshi la majini Hank Kao limeibua msisimko
mjadala na pia maswali mazito kuhusu mwelekeo wa taasisi hiyo kubwa ya kijeshi duniani. Akizungumza katika mkutano wa Modern Day Marine mjini Washington, Kao aliweka wazi dira yake ya Golden Fleet, mpango unaolenga kubadili si tu meli za kivita bali pia mfumo mzima wa ununuzi, muundo wa nguvu za majini na hata utamaduni wa ndani wa jeshi hilo. Kauli yake haikuwa ya kawaida, ilikuwa kali, moja kwa moja, yenye msimamo wa kiitikadi. Kao alisisitiza kuwa jeshi la maji linahitaji aina mpya ya askari na maafisa waliodhamiria, wenye ushindani mkali na mtazamo wa kivita zaidi. Alitumia lugha isiyokuwa na mjadala, akizungumzia alpha males na alpha females, akisisitiza aina ya viongozi anaowaona kuwa muhimu katika vita vya kisasa vya baharini. Katika hotuba hiyo aliongeza pia kauli nyingine iliyochochea mjadala: jeshi kwa maono yake alilitaja wawindaji badala ya walaji mimea, akimaanisha mtazamo wa mapigano na uthabiti wa kijeshi dhidi ya ule anaouona kuwa watahadhari au upole wa kimkakati. Kauli hizi zimepokelewa kwa hisia tofauti ndani na nje ya jeshi, zikitafsiriwa na baadhi kama wito wa kurejesha misingi ya kijeshi ya ushindani mkali, huku wengine wakiona kama hatari ya kurudisha mjadala wa utamaduni wa kijeshi kwenye mgawanyiko wa kijamii. Kao alichukua uongozi huo wa muda baada ya aliyekuwa waziri wa jeshi la maji John Flynn kuondolewa na utawala wa Rais Donald Trump. Hatua hiyo ilifanyika bila maelezo ya kina, jambo lililoongeza mvutano ndani ya Pentagon na kuongeza maswali kuhusu mabadiliko ya ghafla ya uongozi jeshini. Katika hotuba yake, Kao hakujikita tu kwenye utamaduni wa jeshi, aliweka wazi pia dira ya kisera na kiufundi ya Golden Fleet, akieleza kuwa mustakabali wa jeshi la maji hautategemea meli kubwa pekee bali mchanganyiko wa nguvu tofauti jeshini. Kwa mujibu wake, meli kubwa kama destroyer haziwezi kutekeleza kila jukumu la kivita. Badala yake, jeshi linahitaji mchanganyiko wa meli kubwa na ndogo, ikiwa ni pamoja na frigate, mifumo isiyo na rubani, hata aina mpya ya vyombo vya majini vinavyoweza kufanya kazi kwa gharama nafuu lakini kwa ufanisi mkubwa. Hii ndiyo inayoitwa high-low mix, mkakati unaolenga kusawazisha nguvu za juu za kivita na zile za gharama ndogo lakini zinazoweza kutumika kwa wingi jeshini. Katika mazingira ya bajeti finyu, Kao ilikiri kuwa jeshi la majini linakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha. Hata hivyo, alisisitiza kuwa ubunifu katika ununuzi na upangaji wa rasilimali ndio utakao lisaidia jeshi kubaki na ushindani. Bajeti ya ulinzi ya Marekani kwa mwaka wa fedha 2026 imefikia takribani dola bilioni 838.7, huku pendekezo la mwaka 2027 likipendekeza ongezeko kubwa hadi karibu dola trilioni 1.5, takwimu zinazoonyesha ukubwa wa mchezo wa nguvu za kijeshi duniani. Katika mpango huo, jeshi la majini linaelekeza nguvu pia katika miradi ya kisasa kama ndege za kizazi cha 6 ya F/A-XX pamoja na meli mpya ya kutua wanamaji medium leading ships ambazo zinatarajiwa kubeba wanajeshi, vifaa na mizigo moja kwa moja hadi pwani bila kutegemea bandari kubwa. Mpango huo wa medium leading ship pekee unalenga kupata kati ya meli 18 hadi 35 kwa lengo la kuongeza uwezo wa Marine Corps kufanya operesheni za haraka katika maeneo ya pwani yenye migogoro. Kwa wataalamu wa masuala ya kijeshi, mpango huu unaashiria mabadiliko makubwa kutoka mtazamo wa jadi wa super power navy kwenda kwenye mtandao wa majini unaoweza kubadilika haraka kulingana na vita vya kisasa. Hata hivyo, changamoto kubwa inayobaki ni jinsi ya kusawazisha maono haya na kuwa halisia kwa kisiasa, kiuchumi na kijamii ndani ya Marekani yenyewe. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa msisitizo wa Kao kwenye utamaduni wa kivita unaweza kuleta mgongano na juhudi za miaka mingi za kufanya jeshi kuwa la kijumuishi zaidi. Wengine kinyume chake wanaamini kuwa dunia inayoelekea kwenye ushindani mkali na wa kimkakati wa mataifa makubwa ikiwemo Marekani, China na Urusi inahitaji kurejesha mtazamo wa kijeshi usio na mzunguko wa polepole. Katika muktadha wa kimataifa, mabadiliko haya yanakuja wakati bahari ya Hindi na maeneo ya Mashariki ya Kati yakiwa bado katika tahadhari kubwa kutokana na mgogoro wa kijiografia na kijipolitiki, kusafirisha nishati na ushindani wa njia za baharini.
Kwa hiyo Golden Fleet si tu mpango wa ndani wa jeshi la majini, bali pia ni ishara ya jinsi Marekani inavyojiandaa upya katika enzi ya ushindani wa nguvu duniani. Lakini swali linalobaki mezani ni moja, je, jeshi la majini la Marekani linaelekea katika enzi ya nguvu mpya ya ufanisi wa kisiasa, au inarejea kwenye tafsiri kali ya kijeshi inayoweza kuzuia migawanyiko wa ndani? Majibu ya swali hilo yanategemea sio tu maamuzi ya Ankao, bali pia namna jeshi, Congress na jamii ya Marekani kwa ujumla itakavyoipokea dira hii mpya Golden Fleet. Kwa sasa dunia inaangalia kwa karibu. Bahari zimekuwa tena uwanja wa mashindano makubwa ya teknolojia.